Habari yako mtazamaji wangu wa kipindi chetu cha siasa ya ulimwengu. Karibu tena katika siku nyingine na wakati mwingine wa mwendelezo wa kipindi chetu. Kipindi ambacho kinakujia kwa udhamini wa mnuko wa Global Visa Consultants, ambao sio tu washauri wako lakini vile vile ni wasaidizi wako ikiwa katika siku za usoni unakusudia kuelekea katika nchi za ughaibuni, nchi kama za Canada, Uingereza, nchi za Umoja wa Ulaya pamoja na Australia. Unaweza kuwasiliana nao kupitia namba zilizoko chini ya tangazo kwa msaada, ushauri pamoja na mwongozo. Tukielekea katika uchambuzi wetu wa leo, bila shaka nchi ya Marekani imeelekea kutekeleza mpango wake wa kufanya partial blockade. Tunasema kwamba wa kufanya uzuiaji wa matumizi ya mlango bahari wa Hormuz kwa kiwango fulani, hasa kwa meli ambazo zinaelekea katika bandari zinazopatikana katika nchi ya Iran, bila kuhusisha meli ambazo zinaelekea katika nchi kama za Qatar, Bahrain, Kuwait, Saudi Arabia, nchi ambazo zinapatikana katika sehemu ya Ghuba ya Uajemi. Move ambayo nchi ya Iran wamechukua katika uzito wa namna yake kutokana na tangazo ambalo limetolewa na msemaji wa kutoka katika ile department ya Khatamul Anbiya, sehemu ya jeshi la IRGC la nchi ya Iran. Ibrahim Zulfikar katika statement yake amezungumza akasema, kuzuiwa kwa bandari za nchi ya Iran kuweza kufanya uuzaji ule wa mafuta kwa mazingira hayo, manake hakuna bandari yoyote katika eneo la Mashariki ya Kati. Yani kuzuiwa kwa meli ambazo zinaelekea katika bandari za nchi ya Iran, manake hakuna meli au hakuna bandari yoyote katika sehemu ya Ghuba ile ya Uajemi kuja mpaka sehemu ya Ghuba ya Oman. Hakuna sehemu yoyote ambayo itakaweza kufanya biashara. Haya ni mazingira ambayo dunia sasa hivi inayapitia. Kwa mazingira hayo, tunachotegemea kuna uwezekano mkubwa kundi la Houthi na lenyewe likashiriki katika operesheni hiyo kwa kufunga sehemu ya Bab al-Mandab. Lakini vile vile tunachokitegemea kuna uwezekano mkubwa sehemu ya pipeline ya nchi ya Saudi Arabia inayoelekea katika upande wa Bahari Nyekundu ya Yanbu vile vile inawezekana ikashambuliwa au ikalazimishwa isiweze kufanya kazi, kwa kuzingatia takriban siku ya Jumanne iliyopita, wakati zoezi la usitishaji wa mapigano likiendelea, kuna mashambulizi yalifanyika katika sehemu ya Yanbu pipeline kuweza kuifanya Saudi Arabia isiendelee kuuza mafuta kutokea katika upande wa Red Sea. Haya ni mazingira ambayo bila shaka dunia hivi sasa imeendelea kuyashuhudia. Lakini kile ambacho kinaonekana kinafanywa na nchi ya Marekani kwa hivi sasa huenda kikawa kina mahesabu mengi nyuma kuliko yale ambayo yanaonekana katika hali ya kawaida, na hili hasa linaweza likabebwa na matukio ambayo yamejitokeza ndani ya miezi takriban mitatu mpaka miezi minne hivi sasa. Kwenye mwanzoni mwa mwaka 2026 dunia ilishuhudia movement iliyofanywa na nchi ya Marekani kwenda kumkamata Rais Nicolas Maduro na kisha badala yake kumtawalisha aliyekuwa msaidizi wake Delcy Rodriguez. Utawala wa Delcy Rodriguez ni utawala ambao anasimama rais husika kama kibaraka wa nchi ya Marekani, kwa kuzingatia hata mjadala wa kuhusiana na mafuta ya nchi ya Venezuela, nchi ambayo ina hazina kubwa zaidi duniani ya mafuta kuliko nchi yoyote, kushinda hata nchi kama Saudi Arabia na nchi kama za Urusi. Discussion yake imejadiliwa au ilijadiliwa katika nchi ya Marekani chini ya wenyekiti wa Rais Donald Trump, na hata kampuni ambazo zinaonekana zitakwenda kufanya uzalishaji ndani ya nchi ya Venezuela ni kampuni ambazo zinanasibishwa na nchi ya Marekani, kampuni kama Chevron ambayo inaonekana kwamba kampuni mama ya nchi ya Venezuela, kampuni PDVSA, maana yake ni kwamba inakwenda kupoteza udhibiti iliyokuwa nao wa muda mrefu toka alipoingia serikali ya kina Nicolas Maduro kwenye miaka ya takriban mwaka 99, kipindi cha Hugo Chavez. Maana yake alirudisha ile sehemu ya udhibiti au alifanya juhudi ya kuweza kurudisha ile sehemu ya udhibiti wa kampuni PDVSA baada ya kuwa kampuni binafsi zilikuwa zikidhibiti sehemu ya uzalishaji wa mafuta. Kwa hivyo kwa hivi sasa maana yake ni kwamba Marekani movement walioifanya ya kwanza kabisa ilikuwa ni ya kuzuia au kudhibiti sehemu ya hazina ya mafuta inayopatikana ya nchi ya Venezuela. Move ambayo maana yake iliondoa supply ya mafuta katika nchi ya China kwa takriban 4%. Jambo ambalo maana yake lengo lake kubwa ilikuwa ni kulazimisha kwanza
nchi ya Venezuela kuto kufanya biashara kwa pesa yote isipokuwa pesa ya dola, lakini vile vile kulazimisha uwezekano wa nchi ya China kuweza kufanya biashara na nchi ya Marekani. Lakini vile vile takriban wakati mgogoro unaendelea kwa siku 40 baina ya nchi ya Marekani na nchi ya Iran, kuna tangazo ambalo lilitoka likiashiria kwamba vikwazo vya uuzaji wa mafuta katika nchi ya Urusi na nchi ya Iran ni kama vimeondolewa kwa muda. Lengo lake kubwa ni kukidhi sehemu ya hazina ya mafuta au supply ya mafuta ambayo imepotea duniani baada ya nchi ya Iran kutangaza kudhibiti sehemu ya mlango bahari wa Hormuz. Lakini kuna move ambayo imekuwa ikiendelea hasa katika upande wa magharibi mwa nchi ya Urusi. Cha kwanza tumeona mashambulizi mengi yamefanyika katika baadhi ya senta muhimu za usambazaji wa mafuta ndani ya nchi ya Urusi. Manake sehemu kama ya Novorossiysk katika upande ambao actually huwa una supply katika sehemu ya bahari ya Black Sea. Lakini vile vile tumeona katika senta kama za Ust-Luga imeshambuliwa, lakini vile vile katika sehemu kama ya Primorsk imeshambuliwa, ambao zenyewe huwa zina supply katika upande wa bahari ya Baltic. Lakini vile vile katika sehemu zingine za katikati ya Urusi kama Saratov, vile vile inaonekana kuna mashambulizi ambayo yalifanyika, ambayo kawaida Saratov huwa ina supply kupeleka katika sehemu ya Novorossiysk. Kushambuliwa kwa maeneo haya maana yake kwanza kumefanya disturbance ya takriban 40% ya usambazaji wa mafuta wa nchi ya Urusi. Lakini hili vile vile limefuatiwa na uvamizi ambao umekuwa ukifanywa na nchi za NATO katika maeneo mbalimbali duniani, ambayo yanaonekana zikionekana zile meli za nchi ya Urusi aidha ambazo ziko wazi au zile za kujificha, imeonekana kwamba zimekuwa zikishambuliwa au kuvamiwa, hasa katika nchi kama ya Ukraine. Maana yake yenyewe katika maeneo yake ya karibu kama maeneo kama ya Black Sea imekuwa ikifanya mashambulizi ya moja kwa moja. Lakini katika maeneo mengine duniani inaonekana kwamba nchi kama za Ufaransa na mfano wake zimekuwa zikidhibiti au zikizuia na kuzikamata baadhi ya meli ambazo zikihusianishwa na nchi ya Urusi. Lakini vile vile tumeona movement katika siku za nyuma ya takriban mwezi Februari, nchi ya Uingereza ilitangaza kupeleka sehemu ya meli zake za kijeshi katika sehemu ya bahari ya kaskazini, maana yake katika ile gap inayojulikana kama GUK gap, kwa maana ya gap ambayo inapatikana baina ya nchi ya sehemu ya Greenland, lakini vile vile na sehemu ya Uingereza, ili kuweza kuzuia movement ya meli yoyote inayotoka katika bahari ya Arctic kule upande wa kaskazini kuvuka katika sehemu ya GUK gap kuelekea katika bahari ya Atlantic na kisha kuelekea katika nchi nyingine yote. Maanake movement hii ilifanywa purposely kuondoa uwezo wa nchi ya Urusi kuweza kufanya biashara ya mafuta. Move hii bado ni move ambayo inaendelea kuipa advantage nchi ya Marekani. Lakini wakati huo huo japo nchi ya Urusi bado imekuwa inaweza kufanya baadhi ya biashara especially katika upande wa nishati. Maanake kama katika upande wa gesi tunachokifahamu ni kwamba Urusi bado ina supply katika nchi ya China sehemu kama ya gesi kupitia katika ile Powerful Siberia 1 na Powerful Siberia 3, pamoja na kwamba kuna sehemu ya pipeline ambayo ni kubwa inakusudia kujengwa ambayo inapita katika sehemu za Altai, katika sehemu za Mongolia kuja katika sehemu za China ambayo inajulikana kama Altai pipeline, lakini bado haijakamilika. Kwa hiyo actually katika upande kama wa gesi inaonekana kwamba nchi ya China imekuwa ikiendelea kupata gesi kutoka katika nchi ya Urusi bila kizuizi cha namna yote, kuzingatia kwamba zile bomba zenyewe zinapita katika sehemu ya nchi kavu. Lakini katika upande wa mafuta, maana yake kwa hivi sasa imekuwa ikiendelea tu kupata mafuta kutoka katika nchi ya Urusi, hasa kutoka katika sehemu ya ile bomba la Espo, kwa maana ya kwamba wanaita Eastern Siberia Pacific Ocean ni pipeline ambayo inapeleka mafuta katika nchi ya China, lakini kiwango cha mafuta kinachopelekwa maana yake hakiwezi kutosheleza, na ndio maana wakati mwingine inalazimika baadhi ya meli kuenda katika sehemu za kule Baltic ili kuweza kupata mafuta kutoka katika sehemu kama ya Primorsk au Ust-Luga na mfano wake, au kuja katika sehemu ya Black Sea kuweza kupokea mafuta kutoka katika sehemu kama ya Novorossiysk.
Kwa hivyo movement ya pili baada ya Venezuela, tuliona kuna movement hii ya kushambulia meli za mafuta, lakini vile vile na kushambulia baadhi ya senta muhimu ambazo zinaweza zikasupply mafuta hasa kuelekea katika nchi kama ya China. Lakini movement ya tatu ndio movement hii ambayo tunaiona leo hii ya nchi ya Marekani kukusudia kufanya blockade katika sehemu ya mlango bahari wa Hormuz. Movement zote hizi tukizikusanya, maana yake zinaashiria Marekani anachojaribu kukifanya ni kuhakikisha kwamba dola inaendelea kusurvive. Dola ya Marekani inaendelea kutumika. Kwa sababu kwa mazingira yaliyopo hivi sasa, nchi pekee ambayo inaweza ikafanya supply ya uhakika wa mafuta pamoja na gesi, na ukizingatia yeye ndio mzalishaji mkubwa wa mafuta na mzalishaji mkubwa wa upande wa gesi kwa hivi sasa, maana yake itabaki kwamba ni nchi ya Marekani. Na lengo la movement hii yote kwa kuzingatia kwamba nchi kama ya Urusi ina supply mafuta takriban 17% katika nchi ya China. Kushambuliwa katika senta za upande wa magharibi maana yake haiwezi kutimia 17%. Lakini vile vile katika nchi ya Iran ina supply katika nchi ya China takriban 11% ya hitajio lake. Lakini kutokana na udhibiti wa nchi ya Marekani katika bahari katika nchi ya Venezuela, maana yake ni kwamba idadi hii actually itakuwa imeongezeka katika nchi ya Iran na katika nchi ya Urusi ili kuweza kukava lile gap la mafuta yalikuwa yanatoka katika nchi ya Venezuela. Katika mazingira ya namna hiyo, maana yake ni kwamba Marekani inachokifanya ni kuilazimisha nchi ya China iweze kufanya biashara na nchi ya Marekani. Na ukizingatia kwamba hitajio la nchi ya China ni kubwa, kwa kuzingatia yeye ndio mzalishaji mkubwa zaidi duniani, maana yake anazalisha katika hitajio la bidhaa za dunia takriban 30%. Katika mazingira namna hiyo, maana yake China ikilazimika kufanya biashara na nchi ya Marekani, maana yake ni kwamba China italazimika kutumia dola ya Marekani, na hivyo mpango wa de-dollarization wa hakika utakuwa unaelekea mwishoni, kwa kuzingatia vinara wa de-dollarization akiwemo nchi ya China. Maana yake ni kwamba italazimika ianze kutumia pesa ya nchi ya Marekani. Huu ndio mpango hasa unaonekana wa nchi ya Marekani. Lakini vile vile mpango mwingine wa nchi ya Marekani inaonekana ni katika upande wa uwekezaji. Marekani inahitaji uwekezaji zaidi. Kwa mazingira ya dunia jinsi yalivyo hivi sasa, kinachoonekana wazi, nchi pekee ambayo unaweza ukaenda kuwekeza kwa uhakika wa upatikanaji wa nishati ya mafuta na gesi bila disruption ya namna yote, manake itabaki kwamba ni nchi ya Marekani. Kwa hivyo, ili wawekezaji waendelee kupata mazingira ya upatikanaji wa nishati, lakini vile vile ya mafuta na gesi, lakini vile vile mazingira ya usalama, kwa kuwa itakuwa imebaki ni nchi ya Marekani, kwa mazingira hayo manake uwekezaji unaweza ukaongezeka katika nchi ya Marekani, na matokeo yake vile vile soko la ajira linaweza likaongezeka katika nchi ya Marekani kwa kiwango kikubwa. Lakini vile vile katika mazingira hayo, ili kuhakikisha kwamba katika upande wa dola inaendelea kusurvive, tunaona hata katika siku za nyuma wakati mgogoro wa Ukraine tunaanza, manake nchi ya Marekani ilichokifanya katika movement ambayo inahusianishwa nayo moja kwa moja ni kushambulia sehemu ya pipeline au zile bomba zilizokuwa zikisafirisha takriban gesi kutoka katika nchi ya Urusi kuelekea katika nchi za Ulaya, manake nchi kama za Ujerumani na mfano wake zilishambuliwa mwanzo kabisa. Lengo la kushambuliwa ni kuhakikisha kwamba Ulaya inaachana na mpango wa gesi na mafuta rahisi kutoka katika nchi ya Urusi. Na matokeo yake ni kwamba, na kwa hiki kinachoendelea, maana yake ni kwamba nchi za Ulaya zitabaki kuwa ni mateka wa kudumu wa nchi ya Marekani katika biashara ya mafuta na katika biashara ya gesi. Na kwa mazingira hayo, maana yake ni kwamba Marekani imetengeneza mazingira au inaendelea kutengeneza mazingira. Kwanza katika sehemu kama hiyo ya Ulaya, imeshatengeneza mazingira ya kuhakikisha kwamba Ulaya siku zote wataihitaji dola, kwa sababu Marekani hawezi kukubali kuuza mafuta yake au kuuza gesi yake bila kutumia dola. Halikadhalika kukamata sehemu kama ya Venezuela, lakini vile vile kwenda kufanya blockade katika sehemu kama ya mlango bahari wa Hormuz, lakini vile vile kushambulia katika sehemu za magharibi mwa nchi ya Urusi. Inaonekana Ukraine ndio imefanya mashambulizi, lakini kwa mazingira ya dunia jinsi yanavyozidi kwenda, inaonekana moja kwa moja ni movement ambayo tunaweza tukaihusianisha na nchi ya Marekani. Mazingira haya yote maanake ni mazingira rafiki ya kwamba ukitaka gesi, ukitaka mafuta kwa uhakika, basi fanya biashara na nchi ya Marekani. Na kwa mazingira hayo manake Marekani atabaki kwamba yeye ndiyo supplier mkubwa
na wa upande wa gesi na mafuta, na hivyo kutengeneza hakikisho la pesa yake kuendelea kutumika duniani. Hii ni move ambayo bila shaka tumekuwa tukiendelea kuiangalia na tukihusianisha na movement hii ambayo Marekani wanakwenda kuifanya. Sasa pamoja na kwamba kuna matokeo mengine ambayo tunayategemea, kwanza kutokana na tangazo la jeshi la nchi ya Iran kwamba eneo lote la Mashariki ya Kati biashara ya mafuta na gesi katika bandari zake halitofanyika, manake tunashuhudia wazi kabisa kwamba kutakuwa na ongezeko la players wengine au washiriki wengine kama kundi la Houthi ambao tunategemea kwamba huenda wakaja kufunga mlango wa Babu al-Mandab, na jambo ambalo litapelekea vile vile hata katika upande wa mlango bahari wa ile mfereji wa Suez Canal biashara ishindikane kufanyika, kuzingatia kwamba Wahuthi hawataweza kukubali movement nyingine yoyote ya nishati kutoka katika sehemu kama ya Saudi Arabia kuvuka katika sehemu ya mfereji wa Babu al-Mandab ya mlango bahari wa Babu al-Mandab, au kutoka katika sehemu ya Saudi Arabia ile upande wa kule katika bahari nyekundu kuelekea katika nchi za kusini mwa Ulaya kupitia katika mfereji wa Suez. Ni jambo ambalo bila shaka litalazimika kwamba Wahuthi na wenyewe waweze kufanya hivyo, jambo ambalo katika muonekano wa kawaida maana yake litatengeneza sintofahamu kubwa katika mazingira ya dunia kwa sababu ya kukosekana kwa gesi na mafuta. Lakini matokeo ya hii move yote maana yake ni matokeo ambayo tunashuhudia wazi kabisa, mfaidika mkubwa wa movement hii atabaki kuwa ni nchi ya Marekani, kwa kuzingatia Marekani katika upande wa nishati, mafuta, gesi anachokihitaji kutoka katika mlango bahari wa Suez wa Hormuz maana yake ni kiwango kama cha 1% ambayo inawezekana kwa upande wake kisimuathiri kwa kiwango kikubwa, kwa sababu ndani anafanya uzalishaji mkubwa, lakini vile vile sehemu nyingi hivi sasa ni kama yeye ndio anazicontrol, yani sehemu zile kubwa za uzalishaji wa mafuta duniani ni kama yeye hivi sasa ndio anazicontrol, na kila ambaye anainukia basi anahakikisha kwamba anaharibu mpango wake. Ndio maana unaweza kuona kwamba hata mpango huu anavyopeleka meli kwa ajili ya kufanya blockade kuweza kuzuia movement ya nchi ya Iran, lakini Iran wakimaintain movement yao, maana yake moja katika waathirika kwa mfano katika biashara ya gesi itakuwa ni nchi ya Qatar, kwa kuzingatia kwamba biashara ya gesi duniani especially ile tunasema liquefied natural gas LNG uzaji wakubwa hasa ni Marekani, kisha nchi ya Australia na kisha nchi ya Qatar. Sasa muuzaji wa tatu duniani anapokuwa amepotea, maana yake ni kwamba ni jambo ambalo mfaidika tabaki kuwa ni nchi ya Marekani. Maana yake ndio anawezekana akapambana kuweza kukaba ile sehemu ya ombwe lililobakia. Kwa hiyo maana yake ni kwamba kile kinachoonekana wazi kabisa ni kwamba Marekani anajaribu kutengeneza mazingira ya utata kama huu ya kufanya blockade, na ile ukizingatia ile zuio lilikuwa limewekwa pale na nchi ya Iran kwa baadhi ya nchi, na kisha yeye akaja kuweka blockade nyingine. Maana yake lengo lake kubwa ni kukamilisha hesabu ya lile zuio la udhibiti wa nchi ya Marekani, kwa maana kwamba Venezuela anadhibiti, lakini vile vile upande wa magharibi mwa nchi ya Urusi biashara ni kama haziwezi kuendelea, lakini vile vile ukija katika nchi ya Iran au katika sehemu ya ghuba ile ya Uajemi, maana yake hakuna kinachoweza kuendelea kwa ndio gesi au katika upande wa mafuta. Ina maana soko la dunia linabaki liko wazi kwa nchi ya Marekani kuweza kufaidika. Kwa hiyo kiujumla ni mahesabu ambayo yanaonekana kwamba yamepigwa vizuri na inaonekana kwamba inasimamiwa na nchi ya Marekani, na ndio maana katika siku za nyuma viongozi wa nchi ya Marekani waliokuwa watulizo kuhusiana hata na mgogoro wa nchi ya Iran walikuwa wanasema kwamba ni shida ya muda mfupi, lakini maslahi yake yatakuwa ni makubwa. Pamoja na kwamba tuna shaka kubwa hili Marekani wataweza kulimaintain kwa muda gani, kwa sababu kwa nchi kama ya China maana yake inaona wazi kabisa kwamba kinachofuatia mbele ni kifo cha uchumi wake, jambo ambalo hatuna hakika moja kwa moja kama wataamua kulifumbia macho na kuendelea kuapply ile soft power, ile nguvu ya ukimya. Lakini vile vile kwa nchi kama ya Urusi, movement ambayo imefanywa na nchi ya Ukraine ambayo bila shaka imesukumwa na nchi ya Marekani katika upande wa magharibi mwa nchi ya Urusi, inaonekana wazi kabisa kwamba ni movement ambayo Marekani walijaribu kuinjinia kwa maksudi ili kuhakikisha kwamba katika soko la dunia anabaki ni nchi ya Marekani,
endelea kusimamia matumizi ya pesa yake kwa maana ya dola, lakini vile vile kuendelea kufaidika na soko lililokuwa wazi kwa nchi ya Marekani, lakini vile vile kuendelea kufaidika na uwekezaji ambao inawezekana ukasukumwa ndani ya nchi ya Marekani kuweza kufaidisha uchumi wa raia wa nchi ya Marekani. Kwa hiyo kiujumla bado tuna muda kuendelea kulitazama jambo hili, tukataraji kwamba huenda katika muda ujao tukapata taswira iliyokuwa bora zaidi ya hii ambayo tumekuletea. Jina langu naitwa Maulid Ali Mnukwa, ni kuombe uendelee kufuatilia vipindi vyetu na ni kuombe usahau subscribe, like, share pamoja na kucomment. Uwe na muda mwema.